Soma yeye anajisikia. Mimi nazingatia kazi yangu maana inaniheshimisha. Nikisha kuona hauko sawa, una melody tutafuatana na melody tufanye beat. Okay. Utaenda kufanya mazoezi, ukirudi takusikiliza. Kama kuna mambo vimepelea, nenda kafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Nikiona sivyo kama ndugu yangu siwe shida. Mitihani inakuwa mingi kwenye kazi yani. Unaweza kukutana na mtu yani ana hela. Ana uwezo yani ana hela ya kukupa. Anakuambia mimi nitakupa. Nimeshakutana na Masai kaja huko ndugu yangu. Tena yule Masai mwanangu aliacha ndugu yangu. Nilipombishia tu mimi nataka kumuona Fela. Nataka kumuona Fela. Nikaona isiwe shida. Kanipoza yani nimpe namba na nini nikampa connection. Kaenda dada kilichomkuta. Karudi analia. Kaambia unaona? Nilikwambia uende ukajipange na mazoezi. Bado huko. Kwa hiyo akajifunza kwenye mtihani wa kazi zetu. Kazi mbovu na iwe wazi tu kwamba wanajua kuimba wana hela. Of course, kweli. Yaani ndo science ya muziki wetu tulivyozoea yani. Yaani wenye uwezo mzuri. Mara nyingi kipato duni. Lakini kuna wale wenzetu ambao wako mbali na miji huku na nini. Wakishapata kinachoweza kunufaisha studio wanakuja. Sasa wewe kazi kwako kutengeneza kitu kizuri. Na unatamani yule mwenye hela uanze naye msingi mzuri. Uwezo wa ile hela yake umsupport na mbele kwa sababu mbele kunahitaji pesa. Sasa unakuta ili kumweka sawa ndio ugomvi unapoanza. Ataenda ataongea anavyojisikia na nini nyimbo bana mimi na nyimbo yangu nataka fanya. Nataka yaani wanazinguaga vibaya sana. Lakini ukweli ni kwamba kazi mbovu huwa zinakuja na uaga mimi nakuaga mkorofi sana. Sometimes huwa kuna wengine wabishi lakini mpaka leo wananisifia na dada mwanangu ukali wako wewe ulisaidia. Mimi sikupaniki bwana abe nikainua keyboard kama hiyo studio. Nusu nimtandike nayo. Jamaa yani ni mbishi mkorofi kama mwanangu. Unanipandisha tempa mbona unakuwa mbishi? Kosa liko hapa unaliona ulioni. Tukabishana baadaye nikasema huyu ibilisi. Kama ndugu yangu lako hiyo mlango ule uko wazi kwa rekodi sehemu nyingine. Lakini baadaye kaja akanifuata tena. Ndugu yangu ulichokuwa unasema ni kweli, kwa hiyo nimejifunza. Tusikilizane tukae chini. Kweli alikuwa ashafanya sana mazoezi. Maana alikuwa ni off beat. Okay. Beat inagonga huku yeye anaenda huku. Yaani kwenye key sasa ndo balazi tu yani. Lakini ukweli ulimsaidia, ameenda huko kapitia mengi karudi na ninamsikiliza na idea na njia, vingine vyote nikamsaidia. Nilimsaidia na kweli nyimbo ilivyoisha kana sifa kana bala fresh bro, nashukuru sana. Kwa hiyo kwenye kazi zetu wasanii wengi wana uwezo wa kuimba si kwa nini eti nakuta wengi kipato duni. Nyinyi ndio mnakutana nao sasa mtu. Nao sasa ndo wanatufanyaga sisi tunabeba jahazi. Tukishabeba jahazi mwisho wa siku yanatukuta kinega unapambana anakudanganya na kurubuni unasema yes mzigo ukishaitika simu hazipokelei inakuwa hatari kwa wasanii wengi ambao wanajua kwanja hawana wanayo sio kwamba wana kabisa ule uwezo ule kulipa yani kwa mfano studio shingapi kwa afford kila kitu inakuwa changamoto. Sasa na wewe unajikuta unatamani kitu kikubwa kwa unaona hela siipo kupitia kazi yake hii nitapata hela nyingi mbele. Unakuwa mdogo sasa ili mkae sawa. Unafanya kazi nzuri. Ngoma imeisha hii hapa mkao wa kula hasa hapo unaona mapepe ya msanii yanavyoanza yanakuaje anakuaga nini maana pia issue ya nidhamu ilizungumziwa kwamba wasanii wengi hawana nidhamu. Ule ugeni wa kujulikana ikishakuwa na watu wengi wanamshangaa wanamsifia taratibu anashindwa kukumbuka yani wengi sana ile hali ya kwanza kujulikana sasa anamuona kila mtu anayemsogelea ni mshamba labda yeye hana hali ya kuwa naye. Yeye anaamini wale watu wapya wale anaokutana nao ndio muhimu. Kumbe wale msababisha wewe pale ni wengine au mwingine utaongezea anakuja ana kitu blaza naomba unisaidie na unamsikiza kwa unaona yuko talented. Mnaanza kufanya project mnafanya mnamaliza. Na msheka mipango bana of course ngoja tufanye 1 2 3. Inaanza kazi ya kwanza. Ikishaanza kutoka tu simu zimeanza kuwa nyingi kwake yeye. Hapo ndo napona hadi za msanii. Watu yenye saga. Juzi huyo nani msanii dogo huyo. Yeye ndio ufunge studio uuze vifaa vyote zake anapolalamika. Kwamba mwisho wa siku aliyoweka msingi wanaonekana hamna kitu. Na wewe imeshakukuta. Of course yani kila aliyefanya yani kwenye muziki kwenye safari ya muziki hayo ni ya kawaida. Wengi sana. Okay. Yaani hao ni ya kawaida sana. Na hao ndio wale ambao hawana hela, wana talent. Hao ndio wana hela. Mimi Abedi ulikuwa unasemaga mimi wanaringa.
Maana nini mimi nishafikia mara bara ofisini pale mimi sitaki watu wanaojaja ovyo. Mtu anayekuja na mchongo, tunaingia ndani tunafanya kazi, tuna hadi tunafanya kile watu walikuwa wanajaga studio nje kibao. Wale ikifika mida ya kula bosi atoe msosi. Muda wa kuchapa kazi hata wapate senti ya kuja studio wanang'ang'ana pale. Ikafikia mara mimi nakuwa mkali. Ngoja nikuongezee. Nyingine unakuta kama hivyo, unamsaidia ila akipata hela au akipata muda uenda kurekodi da. Akisikia da. Bana, afu sasa ngoma yenyewe inafanywa da, ukija ukisikiza wewe unacheka. Ni mwanangu pigwa. Kuna saa tunavumilia, kuna wakati bwana mimi nifanye maisha na wataka mimi. Yaani ya mambo huruma sometimes yanakosa. Mimi fikia mara sitaki mtu. Huruma sio maisha. Kisa kimoja hivi. Kisa okay. Wakati huo kwanza mimi ndo nafika Morogoro au sio? Tunafanya game na nini, nikaa na msanii wangu fulani. Sitaki tukumtaja kwa nani. Okay. Basi tumeanza naye. Lakini baada yeye kusikika katika vingoma vile vitatu, kwanza alipata manager. Okay. Manager alipata manager na ni manager ambayo anamiliki nani radio. Na bado ipo hapa Morogoro. Okay. Unaona? Baada hapo yule jamaa akafanywa mchongo. Akanafanya business fulani, akapata vijiera. Sasa kuja kupata vijiera sasa. Ngoma ile kuja kufuata bwana. Huyu hajajua, akaenda kurekodi kwa Wile. Okay. Hapo ndo amewekea nini hiyo? Nguvu. Ameenda kuwekea nguvu. Yeah. Baada ya kutoka hapo, akatoka kaenda da. Okay. Unaona? Yeah. Kaenda da ndo anapambana. Lakini mwisho wa siku kaja kuangukia tena pua. Karudi tena. Halo. Yaani ndo ameongea huko kitu. Ndio maana nakwambia kuna vitu vingine vina maumivu fulani ambayo sasa poa. Tuache kana kwamba sio kana kwamba lazima msanii nilionaye mimi arekodi kwangu tu hivi na hivi, no. Tunapenda pia kana kwamba apate skills nyingi huko aguse huko yani aone. Na wakati mwingine ndio kama hivi sisi tunafanya kazi na watu tofauti. Mimi event nafanya naye kazi nyingi sana. Oh yeah. Event yani mara nyingi unakuta ananiita kwake, yeye anakuja huku, unaona. Yani tunafanya tu kazi nyingi. Yeah. Sasa kwa hiyo hata msanii pia akishaona kana kwamba event kumbe naye ana mpangilio huu wa kumwandaa msanii, na pia inamjenga anakuwa msanii mzuri. Hatukatai kwamba eti kwamba basi leo hii msanii huko anavokaa anavosikiliza kana kwamba mimi ni msanii wa Wile basi nisiende kurekodi na Venti. No. Yeah. Ila pale inapofikia hatua kana kwamba kama Venti amekupambania au sio, panapotokea kidogo afueni, basi wewe muone Venti mwambie bwana bosi kuna hiki na hiki. Hapa tunaanzia wapi? Ila unapokuja kutoka tu kisa umepata vijela unaenda sehemu fulani unafanya maamuzi mengine afu unafeli, hiyo pia inakuwa sio njema. Sio njema. Okay. Yeah. Kwa sawa. Unajui mada hiyo tamu sana. Bwana hii game hii. 15 years sasa hivi. Yeah, kabisa. Uzoefu mkubwa sana. Yeah. Unakuta wasanii wanajua kuimba. It's okay, mtu anajua kuimba na uwezo, wengine wanajua kupiga vyombo. Mkikaa studio mnapata kitu fulani, au sio? Yeah. Sometimes tunajitoa. Umeona kwamba sio kwamba wewe ule muda wako hujui thamani yake. Yeah. Lakini unawishi kwamba ile jambo leo kubwa. Tushajaribu hivyo na imewezekana. Kwa hiyo kwenye zile asilimia nyinyi mlikuwa mnasema asilimia ngapi? 80. Ile mada ilikuwa inanigusa zaidi ile. Sio kwamba wasanii wengi hawana, yani sio kwamba eti kuna level hapa nyuma wasanii sio hawana uwezo. Wasanii wazuri wapo na wana uwezo sana, yani sema sasa kuna ile support ambayo maproducer tulikuwa tunaitoa mwanzo, wengi wamerudi nyuma. Okay. Mimi mwanangu nishai kusahau, yani mimi nimehaso. Unajua kinyume mara kwanza nilikuja kuzindua Abudi. Yeah. Yani tambo sana. Watu wanaleta maringo. Sio hapo ngamba jamani, sio kesi. Kipindi hicho hamna sio WhatsApp au na nini. Mimi nacheza na emails tu pale. Mara Zanzibar, mara vijijini huko, mara si wapi nilisambaza ma email kibao. Tumekuja Abudi hapo mwanangu, simu zimeanza kuita. Dogo uweze amini, siku ya pili ya tatu tukaitwa eneo fulani, kuna hoteli jirani hapa. Show. Bro, tumekaa show. Umeshaelewa? Ngoma nzuri tunaziweza na watu wana uwezo.
ila tu ifikia mara producer ule utamaduni uliovunja. Mtu unaenda daa unalala mpaka kwenye mabenchi mwanangu, unazuga siku iishi. Kesho mnatembea hadi kwa mguu na uli hamna, mradi mmeingia clouds, mmetoka sio mmeingia wapi, samani kwa kutaja leo. Media kibao, yani kwamba ngoma iwe viral. Ndicho hii mambo ya digital hamna. Hii ngoma ikishaanza kulia radio unaanza kupata mrejesho. Na kweli ngoma ikishapata muda watu kupata muda wa kuisikiliza, ngoma tayari inakuwa imeshaenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo kwa wasanii wengi, mimi nadhani ka experience kipindi changu chote katikati hapa tulizima, mimi binafsi nilikausha. Tulikuwa ile kujitoa. Wewe Abedi nishakusumbua mara nyingi. Sana. Yani ile bwana yeye msanii hajui. Yani yupo tu huko. Wewe unahangaika, unafika, unatafuta interview, haulipwi. Yani unafanya kitu kama vile kiende kwa mapenzi ile. Sasa ile inatugharimu, msanii anakuja kufanya kioja ambacho sasa inakuuma, yani sasa kama unapata msiba yani. Sasa ile wengi wa producer, mfano kama binafsi mimi tulikausha, masi tulijifunza kwa producer wa zamani kina Ludigo, kina nani, na Tracy, kina nani. Zile jitihada, producer ana fight, anatoka, anatembea, anaenda na msanii wake kwa pani. Mfano kama Mona. Mona alimshika bele kwa pani, dayo mguu kwa mguu, mara huku mara kule. Kweli majibu unayaona yani. Sasa sisi tumechukua zile zile njia, na kweli mimi nimethubutu, nimeona pia. Sasa shida wasanii kwa nafikia maana bora nikalime zile hasira zile, unajikuta una panic sasa. Bora hata nikafanye kazi nyingine, niajiriwe huko. Unajikuta unaanza kuikana kazi yako, kumbe ile kazi ni nzuri. Na wasanii wengine wazuri wapo. Kwa hiyo it's time kwamba pengine labda turudishe ule upendo labda na producer, kuwa na ukaribu na wasanii. Unajua sometimes na sisi tumeshasogeza umri pia. Unaona madogo sound zao zipo na kuna maproducer wa level zao. Sometimes wanakutana nao studio kwa sababu una vitu bora na vitu vingi unaweza ukajazia katika uwezo wa ile kazi kawa kubwa, kama ushike mkono mdogo. Mfano tangu dogo juzi ni Pepeo. Nimejitoa tu. Nimepiga imeenda. Piga ngoma, mbona kama tamu, mbona kama inasifiwa, mbona nzuri. Bana haya tuanze. Hongera sana pia kwa tumeanza, tumekuja nyumbani hapa tumechukua baraka. Hatari. Na tumezurura huku na kule. Uongo naye kidogo anaitika. Na mimi pia naanza kuambia. Simba sianza kuita kwa msanii kwa dogo. Zimeita, maana hata mimi mwenyewe nimesumbuliwa sana, watu wanataka namba zake na nini. Kwa hiyo simu zimeita, bado yuko kwenye level ile ya nidhamu. Nidhamu yake yule dogo mpaka sasa hivi. Manyoya hayajavutika yani. Yakianza sasa hivi anakuambia deki studio na deki tu yani. Yule kawaida, mfano mimi binafsi kwa Mona pale nani hapa Manyanya hapa. Nani kwa Mona kina Yankila sisemi kwa ubaya. Ila tulifika ni wadogo na nidhamu, wana deki studio, unasafisha kina nani Bright. Bright pale ulikuwa unamkuta bana Duke, unamkuta Mona, unakuta nani bwana kina Ben Paul. Nidhamu ile yote, unasafisha ofisi, unafanya nini. Lakini sasa hivi msanii mwambie bwana chukua fagia wanaluna sometimes inafanywa kazi free. Mambo ya sanaa ni mengi. Kwenye engo hiyo mnaridhika na sanaa ya sehemu ambayo mnatokea ilipofikia au ilipo? Mnaridhika nayo au kuna namna mnaona inahitajika nguvu ya kupush zaidi iende mbali? Kwa mimi siridhiki, yani sijaridhika na hapa. Natamani wasanii wapate support, project ziende ziwe kubwa. Lakini nachokiona kwa tafiti ambazo nimezifanya, wasanii wengi wana uwekezaji wa muziki ni wa aina mbili. Wa akili, nazungumza kwenye production na nini, kwenye uundaji wa kazi. Ambapo wasanii wa Morogoro hiyo wanaweza kupata kazi kali. Nani ya pili ni uwekezaji kwenye nguvu. Kwenye nguvu na maanisha financially. Wasanii wengi hawafanyi shughuli zingine za kuwaingizia hela ili wasapoti kipaji vyao. Kwa mwisho wa siku wanashindwa, wanatengeneza kazi kali, hawezi kuwekeza kwenye nguvu ya kuwekeza. Ukimshauri hivyo msanii anakasirika. Bana time bana, wewe gawanya muda. Fanya kitu kingine. Nenda takauze karanga, fanya mishemishe. Ili naye akupunguzie mzigo. Bana fika mida ya kula lazima bosi yupo. Kutoka hapa najiona mpana huyu fresh. Bye bye. Nenda nyumbani na huyu.